Hamjambo mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, tukaribishe kuweza kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kujiunga nasi katika habari zetu za kila siku. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vitu vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Langu jina naitwa Janvier Emmanuel Kaluya. Yale ambayo tutakayozungumzia katika habari zetu za siku ya leo, tuzungumzia kuhusu mbunge wa kitaifa Claude Misare Mugomberwa atoa swali la maandishi kuhusu dola milioni 4 zinazotolewa kwa kila mwezi kwa wazalendo, na huku akiweza kumuitisha kabisa waziri mkuu, waziri wa ulinzi Gikabombo Mwandavita, ili kabisa kuweza kujieleza pesa hizo zinatumiwa namna gani kwa wazalendo ambao wanaendelea kupigana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutakwenda kujua kabisa mengi kuhusu hali hiyo, na ikiwa kabisa imeanza kuzua mjadala mkubwa katika jimbo la Sud Kivu ambapo wazalendo wanaendelea kupigana. Na pia tutazungumzia kuhusu Makanaki Kasimbira John awataka majenerali wenzake kabisa kuweza kuwa na nizamu na kutoa ulinzi madhubuti kwa raia na kukataa kabisa kunyanyasa raia, huku ikithibitishwa ukosefu wa usalama inayoendelea katika mji na eneo la Uvira. Kiongozi athibitisha kuwa wazalendo ni vema kuishi kwa pamoja na kulinda raia na mali yake, baada ya kutazama kuwa kuna kuwa na mauaji pia milio risasi kila leo katika eneo la Uvira. Na tutazungumza kuhusu gavana Jean-Jacques Purusi akutana uso kwa uso na vijana kadhaa ili kujadili changamoto katika mkoa wa Sud Kivu, hususan mjini Uvira. Ilikuwa ni Jumapili Agosti 16 mwaka 2026. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi aliweza kabisa kuzungumza na kutoa hoja dhidi ya vijana na kuomba kushirikiana kwa pamoja ili kujenga na kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya na mengine tukaribishe kuweza kuungana nasi mwanzo hadi mwisho katika habari zetu za siku ya leo. Moja kwa moja tuanze na habari zetu, ikiwa ni habari za kujadili kuhusu milioni 4 ambayo inayotolewa kwa kila mwezi, huku ikiwa ni pesa ambazo zinatolewa kwa faida ya wazalendo. Mbunge Claude Misare atoa swali la maandishi kuhusu dola milioni 4 zinazotolewa kwa wazalendo. Mbunge wa kitaifa aliyechaguliwa katika eneo la Uvira, Mheshimiwa Claude Misare Mugomberwa, amewasilisha swali la maandishi kwa naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi Gikabombo Mwandavita. Swali hilo lililowasilishwa Ijumaa ya tarehe 14 Agosti mwaka 2026 linahusu kiasi cha dola milioni 4 za Marekani zinazodaiwa kuhusishwa na wapiganaji wazalendo. Mbunge Claude Misare ametaka naibu waziri mkuu na waziri wa ulinzi kutoa ufafanuzi kuhusu swala hilo mbele ya ubunge ili kuweka wazi ukweli kuhusu fedha hizo ambazo zinazotolewa kwa faida ya wazalendo, ikiwa matumizi yake siyo mazuri. Kwa mujibu wa mbunge huyo, ameeleza serikali kuhusu swala hilo ni muhimu ili kuweka wazi hali halisi na kutoa majibu ambayo yaliyokuwa sahihi. Kila siku tunakuja hapa tukikwambia kuwa kila siku milioni 4 inatolewa kwa mwezi, ambazo ni pesa ambazo zinatolewa kwa wazalendo. Je, pesa hizo zinafikia walengwa au la? Hivyo tusubiri kabisa, kwa kuwa mbunge mchaguliwa wa Uvira Claude Misare Mugomberwa ameanzisha hoja hiyo ili kuweka mwangaza kuwa pesa hizo wanazipata au hawazipati, kwa kuwa kila leo wazalendo kwenye shamba la vita wanadhibitisha kuwa wanaweka vizuizi barabarani, wanaweka mabareri barabarani, kwa kuwa pesa ambazo wanazozitumiwa hazifiki, na pia wao wana jamaa na wanaweza kuangalia namna gani pia wakakizi shida zao za familia. Kwa hiyo tusubiri tuone nini serikali itafanya kuhusu swala hilo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili,
Makanaki Kasimbira John awataka wajenerali wengine wa wazalendo kujitenda kama viongozi. Katika hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea katika mji na eneo la Uvira, kiongozi anayetambulika kama jenerali wa wazalendo Makanaki Kasimbira John akizungumza miongoni mwa mambo mengi kuhusu milio ya risasi inayowahasiri pia raia wa Uvira isiyokuwa na mpangilio, vitendo vya ukatili zidi ya raia pamoja na utekaji nyara wa raia. Makanaki Kasimbira John ametoa wito kwa jenerali mbalimbali wa kizalendo. Amesema na wasi sana majenerali wote wa kizalendo popote mulipo, tujitende kama viongozi. Ni jambo la aibu sana kusikia kwamba jenerali anawasumbua watu katika maeneo yake. Makanaki Kasimbira John amesisitiza umuhimu wa viongozi wa wazalendo kuwa mfano mzuri kwa jamii na kushirikiana kwa pamoja pia ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jenerali Yave ambaye apinga mashtaka ya kusaidia M23 kusema amevunjiwa heshima, Luteni Jenerali Filemo Yave amekanusha vikali mbele ya mahakama kuu ya kijeshi tuhuma zinazomkabili kuwa yeye ni miongoni mwa afisa ambao wanaoshirikiana na waasi wa M23, akitaja kuwa kauli hizo na pia vigezo hivyo havina hata udhibitisho hata mmoja, wakati aliweza kukamatwa na shirika la ujasusi ANR katika eneo la Kinshasa. Afisa huyu wa zamani wa ANR anamshutumu Jenerali Yave kuwezesha usafirishaji wa silaha na pia kuweza kuungana na waasi wa M23, jambo ambalo kabisa linaendelea kupingwa, huku mahakama ikiendelea kufuatilia ili kujua ukweli. Habari zingine za karibu ambazo zinazodhibitisha huenda wanakuwa na lile njama ambayo imeweza kumtenga, huku akitaja kuwa kuna kitita kikubwa cha pesa ambacho kilichotolewa ili aweze kuzingiziwa kesi hiyo. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu ya Kiswahili, viongozi wa wilaya ya jamii ya tarafani Fizi, huku wakitaja kuwa kutoka mashirika za kiraia pamoja na mmoja kati ya mashirika ya wachuruzi feki, walitaja kuwa viongozi hao walikamatwa huko maeneo ya Baraka na kuweza kusafirishwa hadi maeneo ya Uvira, huku wakishtumiwa kushirikiana na waasi wa M23. Miongoni mwao ni Albert Tunda Maisha pamoja na kiongozi wa shirika la biashara katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo feke. Wamekamatwa na kuweza kutumiwa kuwa wanashiriki na waasi wa M23, ambapo waliweza kusafirishwa hadi Uvira. Huenda safari yao inaweza kuwapelekea kuweza kuwasafirisha hadi huko Kinshasa. Raia wa maeneo hayo wapinga kauli hiyo na kutaja kuwa hizo ni njama, na pia wakitaja kuwa ni moja kati ya kuanza kunyamazisha viongozi wenye kuwa na ujumbe mkubwa, pia ushawishi kwa raia kwa kuweza kuwatenga pamoja na familia zao. Ndivyo duru ziliweza kutaja, wakitaja kuwa wameanza kuandaa maandamano ambayo italenga kabisa kuomba serikali kuweza kuachia watu hao huru ambao hawana hatia. Tuzungumzie kuhusu kukutanana na vijana. Gavana wa jimbo la Sud Kivu Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi. Gavana Jean-Jacques Purusi akutana uso kwa uso na vijana kujadili changamoto za mkoa wa Sud Kivu katika eneo la Uvira Jumapili Agosti 16 mwaka 2026. Gavana wa mkoa wa Kivu Kusini Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki alikutana moja kwa moja na vijana Jumamosi Agosti 15 katika mkutano uliofanyika katika kanisa la El Shaddai mjini Uvira. Mkutano huo uliopangwa kuanzia saa 5 za asubuhi hadi saa 11 za jioni uliokutanisha vijana kutoka maeneo mbalimbali, wakiwemo wanafunzi wa Kongo wanaoishi Burundi, vijana wenyeji pamoja na washirika kutoka Shabunda, Lemera, Fizi na maeneo mbalimbali ya wilaya ya Uvira. Mkutano huo uliandaliwa na baraza la vijana mkoani chini ya uongozi wa mwenyekiti wake Tambuka Sinda Pascale, akiwa na lengo la kuweka nafasi ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya vijana na uongozi wa mkoa
Kwa takriban saa 3 za majadiliano, vijana walipata nafasi ya kuuliza gavana maswali moja kwa moja na kueleza changamoto zinazo wakabili vijana hao. Mazungumzo hayo yalihusu masuala ya kidiplomasia, usalama, ujasiriamali na mawasiliano, pamoja na fursa na matarajio ya vijana wa Kivu Kusini. Vijana pia waliwasilisha mapendekezo mbalimbali yanayoweza kusaidia kuboresha maisha yao na kuongeza ushirikiano kati ya maendeleo ya mkoa wa Sud Kivu. Ushiriki wa vijana kutoka maeneo tofauti uliapa mikutano hayo upekee, kwani gavana alipata nafasi ya kusikiliza maoni na changamoto kutoka katika maeneo mbalimbali ya jiji na tarafa letu la Uvira. Gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki alitoa ahadi kadhaa kuhusu baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na vijana. Alisema baadhi ya hatua hizo zinatarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia wiki ijayo. Gavana pia alihakikisha vijana kuwa serikali ya mkoa inaendelea kuwaunga mkono, huku ikitambua kwamba hali ya usalama na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni miongoni mwa changamoto zinazozuia utekelezwaji wa baadhi ya mipango kwa ajili ya vijana wa Fizi na Uvira. Aliwataka vijana kuendelea kuwa makini na fursa zilizopo na kudhibitisha ipasavyo ili kushirikiana kikamilifu katika maendeleo ya jamii zao, ya kuanzisha maonyo mapya ya vijana kujieleza na kushiriki katika jamii ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambayo imeletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine. Tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu vinapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Yale ambayo tuliyazungumzia katika habari zetu za siku ya leo, tulizungumzia kuhusu mbunge Claude Misare aliyewasilisha kibarua cha maandishi kuhusu dola milioni 4 zinazotolewa kwa faida wa wazalendo. Mbunge huyo mchaguliwa wa Uvira akiomba naibu waziri mkuu, waziri wa ulinzi Guy Kabombo Mwandavita kuweza kutoa ukweli kuhusu pesa hizo ambazo zinazotolewa kwa faida ya wazalendo. Na pia Makanaki Kasimbira John awataka wa generali wa wazalendo kujitenda kama viongozi katika hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea katika mji na eneo la Uvira. Kiongozi anayetambulika kama Generali wa Wazalendo Makanaki Kasimbira John amezungumza hali hiyo, akitaja kuwa wazalendo ni vema kushirikiana kwa pamoja ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Gavana Jean-Jacques Purusi akiwa kwenye mkutano usiokuwa wa kawaida uso kwa uso na vijana wa Uvira kujadili changamoto za mkoa wa Uvira, ilikuwa ni Jumapili Agosti 16 mwaka 2026 kwenye jumba la mkutano la kanisa la El Shaddai pale maeneo ya Kimanga, huku wakijadili kuhusu mambo ya maendeleo na kuomba vijana kushirikiana kwa pamoja ili kuleta amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nikutakie asubuhi njema na mchana mwema kwako, sio kwa na bugza. Kwaherini.